Bwana akamwambia Yoshua. Isa ni kwa wale ambao ni viongozi wa kiroho na wale watu ambao wamepewa nafasi ya juu kidogo kwenye sehemu mbalimbali. Unaweza kawa ni supervisor, unaweza kawa ni CEO, unaweza kawa ni COO, unaweza kawa ni raisi, unaweza kawa kwa cheo chochote ambacho Mungu amekupa, ni baba wa familia, unaweza kawa ni mwenyekiti wa taasisi fulani. Nisikilize, hii itakujenga sana. Bwana akamwambia Yoshua, hivi leo nitaanza kukutukuza mbele ya Israeli wote, wapate kujua kuwa mimi nitakuwa pamoja na wewe kama nilivyokuwa na Musa. Nini cha kujifunza? Hata sasa tunapoongea, hata sasa unaponisikiliza mtoto wa Mungu, bado Mungu anatukuza watu mbele ya watu wanaowaongoza. Bado Mungu anawapa utisho viongozi kwa wale wanaoongozwa na viongozi hao ambao wameamua kumtegemea Mungu. Kuna wakati unaweza kuwa ni kiongozi, unatoa maelekezo, ni mazuri kabisa. Kwanza kwa yenyewe yana shida na yana faida, lakini watu hawatii, watu hawaoni utisho wako, hawaoni nafasi yako. Mungu anamuahidi Yoshua leo hii, pamoja na jambo lile kubwa sana ambalo utakwenda kulifanya. Na wewe Yoshua, wewe kama ninavyokuona, wewe mzee wa kanisa, wewe mchungaji, wewe shemasi, wewe kiongozi wa sehemu mbalimbali, wewe baba, wewe mama, kwa hawa watoto ambao hawakutii, ninakwenda kufanya nini? Ninakwenda kukutukuza mbele ya hao wote walio chini yako, na kiasi kwamba kauli utakapoitoa tu watu wanaitekeleza haraka sana. Na ndicho kilichotokea. Kama ambavyo watu walimheshimu Musa, wakatii maelekezo ambayo Bwana alikuwa anampa Musa, ndivyo ilivyokuwa kwa Yoshua. Na aliyejitokeza kupinga, Mungu alimshughulikia.